Gukirete kiha kinene na maithori handu hetagwo nduka letu Gitamba ya Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Ndio huyu sasa ni gonga. Huyu mzee wa kijiji ni kishika ngori tu. Ni kishika ngori tu. Una mbavu zake. Ni kishika ngori tu wewe mzee. Umeharibu Ruiru chini ya maji wewe. Thutha wa mutumia umwe kuga kuma iguru wa nyumba iria gwakaga rucini rwa muthi ari Jumatatu. Hivyo. Huyu ni mzee wa kijiji. Huyu ni mzee wa kijiji. Ni kishika ngori. Karibu sana mwirori wa Paxson TV. Karibu sana, good morning. Wekuria kwa thera korokirorera rucini rwongerwega kana rucini rwa kihatu imwe kwa kuma ukondo kigene Ruiru guku ni kaunti ya Kiambu. Muingira hau aria makiri live no mukijire kana ni muranjigwa ni undu wa network no togora rakorokina ndi haha handu kikini Ruiru na kuria rucini rwa umuthi gwa kiroka kihatu ndu koragituika ati gukiri na fudio waka goko iguru datariria te ni mundu wa moko na ni mutumia akorwo akigwa kuma iguru wa nyumba ino murakomukina haha thutha na mwiri wake ukiri haha thi na no wega kumenyithia thaa ici maabitha borithi ndiramona kama kinyite na koguo kitutaririe ni aria magikinyire haha matutaririe ni atia gwakorwo githi na betugethi hari tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Juliana. Naitwa Juliana na huyu mama ninamjua. Anafanyaka kazi ya mjengo. Na nimeshangaa sana pale nilikuwa nimekaa. Nikasikia mama ameanguka kwa gorofa juu. Akitafutia watoto wake. Na nikiangalia hiyo gorofa haina chuma, imewekwa ya kusudia watu wakijenga. Hakuna kitu imewekwa ya kusudia. Kwa hivyo mwenye nyumba anafaa kuwa ameweka chuma pale ndio mtu akitoka pale juu aweze kuja kusaidiwa na hiyo chuma. Hakuna chuma imemsuilia jameni. Kwa nini watu wanariski maisha ya watu? Huyu mama ameacha watoto wake na alikuwa anatafutia watoto wake, anariski maisha kwa gorofa ya mtu kama huyu. Kweli mama ameenda namna gani? Huyu namjua, ni Mkamba wetu kweli. Ameenda namna gani akakufa bure akaacha watoto wake? Niko na uchungu mingi. Kwa hivyo watu wenye wanapeana kazi kwa mjengo kwanza wasuilie maisha ya watu pale. Waangalie wanapea watu kazi gani na wanariski maisha ya watu kwa nini? Kwa sababu hiyo ni uchungu mingi sana. Aliingia saa ngapi? Alianza kufanya kazi hapa lini? Na anafanyanga hapa kila siku huyo mama. Kila siku anaingia kazi hapa. Na alianguka saa 2. Wakati aliingia kazi ndiye alianguka. Niko na uchungu. Nimepoteza mama wa maana wetu. Na anatafutia watoto wake vizuri na amefanya mjengo miaka mingi. Si ati ni kuteresa ama nini. Ni hakuna security ya kuzuilia ya asianguke. Nimemaliza hivyo. So maybe wajaweka maybe walikuwa wanajenga ndio warudi waeke ama namna gani? Ama utasema aje kulingana na wewe? Maybe walikuwa wanajenga ndio warudi waeke ama unaonaje? Hakuna kuweka. Kama ni kuweka hiyo kazi ndio hiyo nyumba imaliziwe. Ingekuwa imewekwa chuma tayari ndio akiingia kazi chuma ikue. Ndio. Hakuna chuma angeweka. Wale walikuwa wanafanya nao kazi wako hapo ama wameshaenda mimi sijui, hakuna mtu pale. Huwezi jua sasa kitendo kitendeka hivyo hata uone mtu. Hakuna. Askari bado naona kama hawajafika ama namna gani? Maaskari walifika lakini hata mimi nilikuwa nimepika hii emergency ya 99. Na ofisa wako kuchukua simu yangu ikakuwa wako busy sana. Lakini kuna askari nimesikia amekuja mahali hapa, akakuja mmoja na akaenda. Na mama alianguka mapema. Saa 2 ndiye alianguka na amekaa hapa muda mrefu sana. Ni mama miaka kama ngapi hivi? Mama miaka 45 hivyo. 45 na watoto, si ndio? Ako na familia. Hata wametoka hapa na kilio mingi sana watoto. Wakati wanaona sana pole. Ni uchungu sana by the way, mtu amekuja kazi alafu anapata accident na naisha hivyo. So sijui ungependa kusema aje tukimalizia ama kwa wale wanajenga. Kusema hivi, watu wakienda kwa ukitaka kujenga waweke security. Kama angekuwa ameweka chuma pale, mama angeangukia chuma. Ama kama angeweka net, mama angetoka jua kuga alalie net na angesaidika, angekufa. Angeenda kutibiwa matibabu ile apone, lakini si kukufa. Kutoka jua hadi chini kule. Hii chuma zote zimepiga zote hizi. Na kama kungekuwa chuma pale, mama angekufa. Sawa, asante sana. Ati hapa panaitwa aje specific kwa wale wanauliza juu kuna watu naona wakiuliza. Panaitwa Reria hapa. Redi Kitamba. Sawa. Duka letu. Poleni sana. Kuja hapa tusalimie hata tuingie. Kuja hapa story. Kwa story. Sasa story iko hivi. Angalia hivi ndio uonekane vizuri. Ama akuja hapa? Kuja inside ndio uonekane vizuri. Hapa story uende hivi. Angalia. Sio hata pale hakuna protection umeweka. Atobie jina. Mimi naitwa Sensei. Sensei nani? Sensei. Mwambie naitwa Sensei nani? Master. Ndio.
Sinaona hapa wajeka hata protection yoyote. Yaani kweli hata ukiangalia pale, wacha hapa peke yake, angalia hata huku kuna jengo namna gani. Hakuna net protection yoyote ati mtu anaweza kuja chini, unaona? Na huku kuna wazee wa kijiji hawanaga au ulizagi swali. Wanapita tu hapa wakiona watu wajenga hivi, badala waulize swali, kwa nini mnajenga hivi? Anawacha tu. Unaona? Unaona? Wanawacha tu endelee na hiyo kazi yao. What are you touching me? Huyu ni mzee wa kijiji. Huyu ni mzee wa kijiji. Na huyu mzee wa kijiji hata upita si kwake ni hapa. Si apita hapa akiona nyumba ikijengwa. Mbona ulizi swali? Mbona ulizi swali? Usikue ati wewe ni mzee wa kijiji na unaona kitu mbaya inaendelea pale, unawacha ipite hivyo. Unashika. You are supposed to help this person. Yes, you are so big about it. Na ndio unaona ananiguza. Tunaona aniguza. Nikishika ngori, mwambie asiniguze. Nikishika ngori, ataona. Sio hivyo. Semeni, anawasaidia na kitu. Anawasaidia. Alafu aniguze nini? Sawa, achana tu na yeye basi. Muulize maswali. Sawa, muulize. Haya, atakuja hapa tueleze pia yeye, tueleze ngori. Muulize maswali huyu. Huyu ni mzee wa kijiji. Hebu tueleze hivyo, ukimalizia tuambie atleo kumeendelea nini sasa. Nasikia mama ameanguka kutoka hapa juu. Unaona? Ukiangalia uko supposed at least kuona zile vitu zinazofanya wakati wa construction ikijengwa. Ndio. Yes, construction ikijengwa kama ndevu lazima uweke vitu, uweke net, uweke vitu barriers, unaona? Kuzuia mtu asiende. Wewe unaacha tuna pesa tu hiyo na ujui una risk maisha ya huyu mama. Huyu mama ana watoto, ana kwake, unaona? Kwa hiyo lazima kila mtu anaangaliwa. Yes. Sawa. Umeshika? Nimeshika. Na ndio huyu sasa ananigonga. Huyu mzee wa kijiji nikishika ngori tu. Tuna mbavu zake. Nikishika ngori tu wewe mzee. Umeharibu Ruiru chini ya maji wewe. Mnasema aje? Hivyo. Huyu si ni mzee wa kijiji. Nikishika ngori. Usinigonge mimi wewe. Wewe mimi naitwa nani? Medo sensei. Nikishika ngori utaamua. Hadi nifanye? Sasa pa huyu. Uliza mzee wa kijiji. Uliza mzee wa kijiji. Salimie pale kuambia unaitwa nani? Yes. Tuambie kumeendelea aje leo. Kwa majina naitwa Solomon Mwaki. Ama Baba Paulo. Ni mzee wa kijiji wa Kitambaya. Pande ya Leli. Na yale yamepatikana hapa ni mama mmoja alikuwa kwa mjengo na ameanguka na